Yes, bwana inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama PM Online kubwa zaidi. Nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo inasambaa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ni taarifa kuhusiana na rais wa heshima Mo Dewji, lakini pia kuhusiana na bifu, lakini pia mgogoro ambao unaendelea kunako uongozi wa Simba Sports Club. Sasa kuna baadhi ya vitu nitakwambia mwishoni ni vitu gani ambavyo vinanipa kama tahadhari, hofu, lakini pia mwelekeo wa Simba namna ambavyo unaenda. Kuna kitu nimeweza kukiges, nitakuja kuambia mwishoni baada ya kuweza kukusogezea kile ambacho nimekishuhudia kikiandikwa na waandishi mbalimbali wa habari, lakini pia kile ambacho Mo Dewji pia amekiandika au amekiripost kutokana na taarifa ambazo zinaendelea. Sasa moja kati ya nimekusogezea leo taarifa kuhusiana na Farhan Kiham, kile ambacho amekuwa kikiandika, na ngoja nikupitishe tena kwenye jambo ambalo ameliandika tena kutokana na kile ambacho kinaendelea kuelekea mkutano mkuu wa kesho wa Simba Sports Club. Ameandika hivi: kuna upotoshwaji unafanywa na baadhi ya watu kuhusu Simba. Mo na DP World ukanibidi kama mwandishi leo nikampigia simu mwekezaji Mo Dewji kupata ukweli juu ya jambo hilo. Naomba nimnukuu Mo licha ya kuwa alikuwa mzito mno kuzungumza hili kwa kuwa linamtesa sana, ila namnukuu: suala la DP World ni kweli lipo na tuliletewa na serikali katika harakati za kuhakikisha klabu zetu zinapiga hatua na kufanikiwa zaidi. DP World hawakuwa anakuja Simba kama mwekezaji bali mdhamini. Tulipokea kwa mikono miwili na sisi kama klabu tuliandika proposal yetu kwao ambapo tulihitaji udhamini wa bilioni 6 kwa mwaka, ila haikukubaliwa. Tukarudi chini mpaka bilioni 2 kwa mwaka, ila bado DP World hawakuwa tayari kudhamini kwa kiasi hicho, ameweza kusema Mo. Mwekezaji Mo akaendelea, ninukuu: kwa kuwa CEO wa DP World ni rafiki yangu personal na tunaishi karibu huku Dubai, nikaonana naye kutaka kufahamu upande wao kwa nini kuna mkwazo juu ya udhamini. CEO aliniambia biashara yao ni B2C, yani kazi yao ni bandari na wanafanya kazi na viwanda na makampuni, hivyo haoni faida ya moja kwa moja kudhamini, hivyo jambo likaishia hapo. Binafsi sikuwahi na sikuweka ngumu kwa DP World kuja mpaka nikatumia resources ya muda wangu kuwa push tofauti na watu wanayosema, ameweza kumaliza Mo Dewji, mwisho wa kunukuu. Haya, turudisha maswali kwa wapiga zumari kama ifuatavyo. Moja, nani anaanzisha ajenda ambayo haipo? Serikali walitaka aingie kama mdhamini kutokana na kuhitaji klabu zetu zizidi kustawi kiuchumi. Nani anachepusha ukweli na kuleta mada za kuingia kama shareholder? Namba 2, DP World wapo na utaratibu wa kuwa mwanahisa unafahamika. Ni nani anatikisa mti wa nyuki kuleta hadithi za kufikirika? Kwa faida ya nani? Bado nipo, nimeanza. Hilo ni andiko la kwanza ambalo ameandika Farhan Kiham, lakini akaendelea na kusema hivi, ninukuu posti yake ya pili. Sasa ukisoma katiba ya Simba Sports Club, ili jambo liletwe kama katika mkutano mkuu ama ajenda, basi lazima iwe na saini 250 za wanachama. Sasa nikiwa bado Morogoro Milimani, nikiwa Salim Mababu wa Kingindo, nataka kuacha homework ifuatayo kwa waandishi, wapenzi wa soka na wadau. Tafuteni hiyo document yenye saini namba za simu za wanachama hao 250 ambao wanataka ajenda ya kuhubiri kitu ambacho hakipo kwenye katiba ya Simba ilishavuka katika hatua hiyo. Namba 2, mkishapata orodha hiyo, waulizeni kama wanaelewa walichokisaini, waulizeni kama ni wao walisaini ama wanatambua jambo hilo. Namba 3, ikibidi ruhusa ya kuuliza je, saini ni yako, unaitambua, lifanyike. Mwisho tufunue kikombe cha kahawa tujue nani anapiga huu mdundo. Mbona ghafla? Kwa nini Mo anaundiwa zengwe kwa nguvu?
Bado nipo kwenye madhahabu, napata ibada ya mwisho wa mwaka nitarudi. Tunaendelea kujadili hili swala, ni nani anatingisha meza yenye vinywaji vya bei mbaya. Tusifanye uandishi juu. Tunaenda deep bila satellite. Ni kupiga simu tu na kuhoji maswali ya msingi. Nitarudi. Ameandika hivyo Farhan Kiham. Baada ya dakika kadhaa pia akarejea na kuandika hivi: Mababu Kingindo wakina Mtengi Haja na Lichile wamesema nishuke tena madhabahuni kwenye utamaduni wa Kingindo. Wamesema hili jambo wanalitreat kama emergency. Swali lingine linakuja ambalo ni homework kwa waandishi na wadau wa mpira na mashabiki, bila kusahau wanachama wa Simba. Wadau wote wa swala la mabadiliko, akaanza namba 1. Wadau wote wa swala la mabadiliko la Simba Sports Club, mliitwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mlipofuata ushauri wake kuanzia FCC, Rita, Brela, BMT na Simba Sports Club. Mnakumbuka nini IG aliwashauri na mkafanyie kazi? Rejeni kikao kile na tutapiga simu kuwakumbusha. Namba 2. Si mliambiwa kabisa mabadiliko ambayo mnapaswa kwenda kuyafanya kazi ni kuhusu kuifuta Simba Holding na kuwapa nafasi ya bodi ya wadhamini, Board of Trustees, yaani muundo uwe Simba Sports Club Company Limited, ambapo wanahisa ni wawili, Mo Simba na bodi ya wadhamini, ama hamkuambiwa hivyo? Namba 3. Hili suala la wawekezaji zaidi ya moja wawe watatu mmelitoa wapi? Wadau wengine mmesahau tafsiri ya retrospective law. Mnasahau Simba alisharuhusiwa kuendelea na mchakato kabla ya maboresho ya sheria. Nani huyu anatikisa mnazi wakati mgema yupo juu? Namba 4. Kama kuna watu wanahisi hawataki mfumo huu, mnasahau Simba ina operate chini ya MEMAT, ambapo mnatakiwa muunde kwenye kikao cha bodi, mpitisha agenda kisha ndio muende kwenye mkutano mkuu. Ni nani huyu anataka kumpokonya kisu Ngariba wakati wa kufanya tohara? Namba 5. Akamaliza hivi: Mo mara ngapi kawaambia hana tatizo lolote na wanachama, na mnafahamu amewekeza sana. Mnafahamu mara zote bajeti inaanza na deni analipa. Mnafahamu anazidi matarajio. Mnafahamu utaratibu umefuata. Hajaitaka timu kinguvu. Kwa nini nyie mnatumia nguvu? Narudi madhabahuni, nitarudi kama zombi. Hilo ni andiko lingine ambalo ameweza kuliandika Farhan Kiham baada ya kuweza kuona baadhi ya vitu vinaenda ndivyo sivyo. Na baada ya kuandika haya, nilikwambia nitakwambia kile ambacho kinaendelea. Nimeona Mo Dewji amekuwa akiriposti baadhi ya posti ambazo zimekuwa zikiandikwa kuhusiana na hicho. Mo Dewji jana usiku ameweza kuriposti timu Mo Dewji Simba ushauri unasema hivi, wa ushauri ambao Mo ameweza kuriposti: kwa wanachama wote ambao mtapata nafasi ya kuhudhuria mkutano huo, tufanyieni ungwana na historia itawakumbuka kuwa mlisimama na Mo Dewji. Msiruhusu mtumbi utoboke. Kikubwa maboresho hayakataliwi na inapokelewa, ila kivyo vyote baada ya yote lazima tukubali kwenye hii safari hatupaswi kumwacha Mo Dewji. Dewji ndiye muasisi na mwekezaji wa kweli kwenye soka la Tanzania. Aliona fursa na kupitia klabu anayoipenda akawekeza. Leo hii Simba ni biashara kubwa Afrika. Tutakuwa waajabu sana kama tutacheza mdundo wa kutopigania maslahi na uwepo wa Dewji ndani ya Simba. Hii ameweza kuiriposti Mo Dewji, kisha akaja kuriposti pia ile ya Farhan Kiham ambayo inazungumzia hicho ambacho msiruhusu mtumbi utoboke ni nini. Farhan pia ameandika na imeandikwa kwa mtiririko ule. Kwenye sisi waandishi wa habari kuna habari za copy and paste, so hatujui ni nani ambaye ni mtu wa kwanza kuiandika habari hii. Na nikitazama hapa pia kuna kitu kimoja kinanijia akilini. Kati ya posti hizi, moja imepostiwa saa 22 zilizopita ambayo ni ya Farhan ndio imetangulia, ina siku moja, wakati hiyo ya pili ikifuata baada ya Farhan. Kwa hiyo andiko la Farhan ndio limekuwa la kwanza, kisha likafuata andiko la huyo mtu mwingine ambaye ni Mo Dewji. Lakini pia nimeona sio mwandishi mmoja ambaye